Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu watatu. Kuna kitu ambacho huwa ninakisema. Ukitaka umjue Peter wa ndani jinsi alivyo, wako Peter watatu. Bwana Yesu asifiwe. Peter wa kwanza ni yule unayemuona amesimama kwa macho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Peter wa pili ni yule anayefanya shughuli za kwake binafsi za kiuchumi kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Peter wa tatu ni yule Peter wa kiroho ambaye haonekani kwa macho ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa ambao hamkuwepo asubuhi, natamani nirudie kwa ufupi kabisa ili nisonge mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo ambacho tulitembea nacho kilikuwa kinasema kukomboa mikono ya kiroho na kimwili iliyofungwa na nguvu za giza. Kukomboa mikono ya kiroho na kimwili iliyofungwa na nguvu za giza. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Nikaelezea nini maana ya mikono. Maana ya mikono ni kiungo kinachotumika kuchukulia baraka zako kwa Mungu wako, au hutumika kumsaidia mtu katika shughuli za utendaji kazi katika maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Tukasoma kitabu cha Isaya ile sura ya 59 mstari wa 3. Tukasoma hapo, tulipita humo. Tukaangalia aina za mikono. Nikasema kuna aina mbili za mikono. Mikono ya kiroho na mikono ya kimwili. Nikaelezea tafsiri ya mikono ya kiroho na ya kimwili ipoje. Kabla sikuelezea ile mikono, nikasema ukifungua kitabu cha Zaburi ile sura ya 7 mstari wa 3, kuna maneno yameandikwa pale, utarudia utaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Nikatembea tena kwenye ile Isaya sura ya 1 mstari wa 15. Tukagusa kile kifungu. Nilipomaliza kugusa kile kifungu, nikatoa tafsiri. Nini maana ya mikono ya kiroho? Nikasema ni mikono isiyoonekana kwa macho ya nyama, bali huonekana kwa macho ya rohoni. Hiyo ni tafsiri ya mikono ya kiroho. Tafsiri nyingine ya pili, mikono ya kimwili ni mikono isiyoonekana kwa macho ya nyama, bali huonekana kwa macho ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Nilipita humo, mengine yakawa yanaendelea. Tukagusa pale, tukasema maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo. Kwenye maombi ya kufungua mikono iliyofungwa kipepo, tuliangalia kifungu cha Methali sura ya 3 mstari wa 16. Anasema Methali sura ya 3 mstari wa 16, anasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niligusia hapo, ni parefu kidogo, natamani niwe na muda mrefu wa kuzungumza kinachoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natamani niingie kwenye kipengele kipya ambacho tulikiacha pale asubuhi. Kipengele kinachofuata, kipengele cha pili, kinasema baadhi ya dalili za mtu aliyefungwa mikono kipepo. Baadhi ya dalili za mtu aliyefungwa mikono kipepo. Unawezeje ukamtambua mtu aliyefungwa mikono kipepo? Au dalili zipi zinazoashiria huyu mtu mikono yake imefungwa kipepo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna dalili kama 4 zinazonithibitishia kwamba naweza nikamtambua huyu mtu mikono yake imefungwa kipepo. Dalili ya kwanza, anasema mkono wa Mungu haupo pamoja naye. Mkono wa Mungu haupo pamoja naye. Hiyo ni dalili ya kwanza. Mkono wa Mungu haupo pamoja naye. Hiyo ni dalili ya kwanza. Kama mkono wa Mungu hauko pamoja na wewe au na mimi, ni dalili ambayo inaashiria kwamba mikono yangu, mikono yako imefungwa kipepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dalili ya kwanza.
Dalili hii ya kwanza inanithibitisha, ukisoma ile Luka sura ya kwanza mstari wa 66, na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Na wote walioyasikia wakayaweka mioyoni mwao wakisema, mtoto huyu atakuwa wa namna gani? Kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudi pale nikasema, unapokuwa na nguvu za Mungu lazima zitakutambulisha wewe ni nani. Zitakutambulisha wewe ni nani, zitanitambulisha mimi ni nani. Pasipo mkono wa Bwana, mbingu hazitanitambua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo mkono wa Bwana wewe, mbingu hazitakutambua. Lazima mkono wa Bwana uwe juu yako, ndipo mbingu zikutambue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya pili anasema ni mlegevu katika kufanya kazi ya kumpatia faida. Ni mlegevu katika kufanya kazi ya kumpatia faida. Ni mlegevu katika kufanya kazi ya kumpatia faida au kipato. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na mkono wa Bwana juu yako, mikono yako iliyofungwa kipepo lazima iwe milegevu kufanya kazi, kwa sababu mikono ya rohoni imefungwa, mikono ya mwilini imefungwa. Haitasubutu kufanya kazi ya aina yoyote, hata ungekuwa na ufahamu na uelewa gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mlegevu katika kufanya kazi ya kumpatia faida au kipato. Fungua kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 12 mpaka wa 13. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanye miguu yenu njia za kunyooka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudia, anasema, kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia za kunyoka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Nami ndivyo ninavyokutamkia jioni ya leo. Miguu yoyote iliyo dhaifu, mikono yote iliyo dhaifu, lazima Mungu akaiponye jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kila udhaifu wa kila namna hauna kibali mbele za Mungu. Kila udhaifu unakuja na mambo yake. Nasema hivi, jioni ya leo, kila udhaifu lazima uachie mwili wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata apewe mtaji mkubwa sana hawezi kufanikiwa. Dalili ya tatu inasema hata apewe mtaji mkubwa sana hawezi kufanikiwa. Kwa nini hawezi kufanikiwa? Nina swali najiuliza. Hata nikipewa mtaji wa milioni kadhaa ya pesa, kwa nini siwezi kufanikiwa? Kwa sababu mikono ya kwangu imefungwa kipepo. Mikono ya kwako imefungwa kipepo. Na ndio maana utakuta wakati mwingine mtu anapewa mtaji mkubwa, lakini mwisho wa siku anaishia kujilaumu. Hela imeisha. Imeenda wapi? Hajui ilikoenda. Hajui nimefanyia kazi gani. Hajui. Kumbe adui aliweka mkono wake, na yeye aliona unapopewa ile pesa kwa ajili ya biashara. Aliona, lakini wewe hukumuona. Yeye aliona, akasema hapa tutajua. Ndio maana nikasema unapokuwa na macho ya rohoni yanakuthibitishia kujua adui yuko wapi, anapigana na mimi kwa viwango gani. Ninapomwambia Mungu pigana na wao au teta na wao, Mungu anashughulika, anapambana na adui zako kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata apewe mtaji mkubwa sana hawezi kufanikiwa. Fungua Isaya
sura ya 35 mstari wa 3. Kitabu cha Isaya sura ya 35 mstari wa 3. Anasema, itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Ni nani wa kuitia nguvu hiyo mikono? Ni Mungu mwenyewe. Mikono iliyo dhaifu, viungo vilivyo dhaifu, itieni nguvu. Nani awezaye kuitia nguvu hiyo mikono? Ni Mungu mwenyewe tunapomuomba. Endelea kaka. Itieni mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, ifanyeni imara, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Anathibitisha kwamba si kila udhaifu unaokuja unakuja kwa mapenzi ya Mungu. Nilishakwambia adui ana uwezo wa kutengenezea magonjwa yasiyopona kwenye mwili wako. Wangapi wanaamini hilo? Wangapi wanaamini kwamba adui ana uwezo wa kutengeneza magonjwa yasiyoisha? Unaweza ukaenda hospitalini ukapima, lakini hawaoni ugonjwa. Hawaoni. Unaenda mpaka wanachukua damu, wanachukua hiki, wanapeleka maabara, wanasema mbona hatuoni ugonjwa? Ndio maana nikasema si kila udhaifu unakucha ni mpango wa Mungu. Kuna udhaifu mwingine unaweza ukacha, shetani ameamua apite hapo kwenye mwili wako. Ameamua kabisa ashughulike ili auwe tu imani yako kwako mwenyewe. Ajue atainuka tena. Atainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema si kila udhaifu unakucha kwa mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine milango ya kuzimu iko active sana kuachilia nguvu za giza kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Nasema hivi, yoyote yule awaye yoyote yule, sijui nitumie lugha gani unielewe. Unachua, nijitolee mfano mimi mwenyewe. Napenda kujitolea mifano sana, alafu watu wanabaki wanashangaa. Huwa ninasema hivi, natoa ni mfano, usiashumu ni kweli. Natoa ni mfano. Ikiwa nimejifunganisha na milango ya kuzimu, alafu wakati mwingine natamani kupata kile ninachokihitaji kwa wakati, nitapata, si ndio? Nitapata, kwa sababu kile ninachokizalisha kule kinakuja kwa wakati tofauti na pale ninapotaka. Bwana Yesu asifiwe. Baraka za Mungu hazina majuto. Nasema hivi, unapotamani Mungu akubariki, lazima uwe mvumilivu, usikate tamaa mapema. Lakini watu wengi tumetamani kufanikiwa kwa haraka mno. Mafanikio ya haraka yana utabu zake na huzuni wa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi jinsi nilivyo, huwa ninasema Mungu, hata kama haitoshi, natamani useme tena. Hata kama haitoshi, natamani nione Mungu kiniinua tena. Hivi nilivyo na udogo nilionao, kwa sababu watu wanasema mtazame hata yule kijana jinsi alivyo, anafundisha watu wakubwa eti. Sikia, sio mimi ninayefundisha. Mungu ndiye anayefundisha. Hekima hii Mungu alinipa, sio mimi niliyeitafuta. Nilipoomba akasema pita. Ulipofundisha pale, nilianza kule. Nilikuwa ni mwalimu wa shule ya Jumapili. Nilifundisha. Baadaye nikamwambia Mungu, natamani uniongeze, haitoshi hapa. Akasema pita, nimejua. Tamanio lako ni lipi? Nikamwambia Mungu, natamani kusimama mbele za wateule wakubwa kabisa. Kama mimi ni mdogo, acha wanione, lakini yule aliyoko ndani yangu ni mkubwa kuliko wao wanavyomuona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema mtu asikudharau kwa jinsi ulivyo. Acha kudharau, lakini kile ulichokibeba ndani ni kikubwa. Kwa nini watu wanasema fulani hafai? Kwa nini wanakuwa wanasema? Ulishawahi kujiuliza kwa nini wanasema huyu naye hafai bwana? Sio hafai. Kile kilichoko ndani yake kinawasumbua, kinawapa suluba mno. Anaposimama na kuomba, hakika watu mpaka waseme.
waseme kuwa Mungu aliye naye ni mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, kwenye dalili hizi za mtu aliyefungwa mikono kipepo, nasema hivi, haitasalia, hakutabaki kwa mtu yoyote aliyefungwa mikono kipepo au aliyefungwa na nguvu za giza. Nasema Mungu aliye mwaminifu, Mungu aliye mwenye nguvu, pita haponyi. Ukimwamini Mungu kwa maelekezo, Mungu anakufungua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani yako itakunyanyua kiwango hadi kiwango, imani hadi imani. Kadri unavyoamini, hutabaki level ulio nayo, hutabaki level ulio nayo. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya nne anasema kamba za madeni na machukizo humkamata mtu. Kamba za madeni na machukizo humkamata mtu. Kamba za madeni na machukizo humkamata huyu mtu. Narudia, kamba za madeni na machukizo humkamata huyu mtu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Nasema ili nalithibitisha. Wangapi wana vikoba hapa? Kwa uaminifu kabisa nyosha mkono. Wangapi wana vikundi vya vikoba hapa? Sawa. Nimesema tu, wala usiwaze mengine. Nimesema tu, si ndio? Natolea mfano. Natamani kufanya biashara. Naenda kwenye kikundi ninachochangia kila siku. Jamani, naombeni munipe 200,000 tu, inanitosha nianze biashara. Nitakuwa narejesha kila siku au baada ya siku kadhaa au baada ya wiki. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kwa uaminifu kabisa tunakupa kwa sababu wewe ni mwanachama mwenzetu, tunakupa. Tunajua hautatudhulumu. Lakini na wewe usipojua umechukua ile pesa kwenye kikundi, hujaiombea, ukaipeleka moja kwa moja kwenye biashara. Akasema amechukua, ameipeleka. Alipoipeleka akachukua mzigo, adui amefika, huyo hapa. Anasema tuone, nakula naye sahani moja. Ili wajue tu kwamba lazima tumfilisi huyu, kwa sababu amechukua pesa za kikundi, lakini bado adui ananyemelea. Kama za madeni zimemkamata, machukizo yamemkamata, kwa sababu anaanza kuwaza lile deni nitalipaje la kikundi. Hasira inajaa ndani ya nafsi, mpaka mtu anadiriki kunywa sumu kwa ile hela aliyokopa. Haya, wana kikundi wanakuja wanasema, mama fulani upo? Nipo. Pesa yetu uliyokopa ni wapi? Nitaleta. Mtaji umeisha, haujabaki na shilingi hata 100, haujabaki nayo, unabaki unaangalia. Lakini nasema hivi, anayeweza kukulipia haya madeni ni Mungu mwenyewe. Ukimwamini anakulipia kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe. Unaniuliza nalipeje? Ukimwamini. Kama aliweza kutulipia msalabani wenye dhambi kama sisi ambao hatukufaa, atashindweje wewe kulipa? Atashindweje wewe kukulipia? Atashindweje? Anaweza kabisa kukulipia ukiamini kwamba unaweza ukachukua pesa, lakini hiyo pesa na ukaipata kwa wakati, ukimwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua Methali sura ya 22 mstari wa 7. Methali, kitabu cha Methali. Methali 22. Methali sura ya 22 mstari wa 7. Uliyepata unaweza kanisomea. Nitasoma. Ndiyo. Tajiri huwatawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Nitarudia. Ndiyo. Tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri humtawala masikini, naye akopeshaye ni mtumwa wake. Tajiri humtawala masikini, naye akopeshaye ni mtumwa wake. Kweli
Si unaona matajiri wengi wametutawala kwa sababu hatuna pesa sisi ya kutosha. Hatuna. Na ndio maana wakati mwingine changamoto inaweza ikakukuta, unaanza kusema niende kwa mtu fulani atanikopea. Aidha ni mpendwa mwenzangu, Mungu amembariki, amekuwa na kipato kikubwa, amekuwa na hela nzuri, niende atanisaidia. Akishanipa ile pesa nitamrudishia kwa wakati. Lakini anasema tajiri humtawala masikini, naye akopeshaye. Ninayekopesha ni mimi. Kwa mfano, mimi ni tajiri, anakuja mama anataka pesa nimsaidie. Aisa, unajua watu wengine tumebarikiwa kwa tofauti sana. Mtu mwingine anaweza akasema, hii hela sikukopeshi, mimi nakupa tu. Nakupa, chukua, shilingi ngapi? Utakuta alikuwa na shida na 20,000, afu unamkopesha, unaandika mpaka kwenye kitabu cha kumbukumbu, unasema namdai 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mpendwa mwenzako, mnasali naye, mnaabudu naye. Hakuna siku ambayo umeweza kujitolea mpendwa ukampa. Hamna. Bwana Yesu asifiwe. Hela kama hela inapita, lakini uzima wa mtu haupiti. Unapomsaidia, tegemea Mungu atakulipa. Tegemea Mungu atakulipa. Usijalishe kama umetoa kiasi gani. Unajua watu wengine tunabarikiwa kwa kuwasaidia watu. Hata ingekuwa kidogo kiasi gani, nikiwa nayo nakwambia chukua, sikukopeshi. Chukua mpendwa, sikukopeshi. Nakupa, chukua, nenda nayo. Lakini mwisho wa siku utakuta na mimi naletewa, sikujua, nasahau nilitoa kitu gani, nilimpa nani. Baraka za Mungu zinakuja. Tena zinakuja zaidi ya pale nilipotoa. Zinakuja. Kwa nini? Nilitoa pasipo kunungunika, nilimpa, nikamwambia chukua, nenda kafanyie unachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kamba za madeni na machukizo humkamata huyu mtu. Na mimi nasema kwa imani kabisa, Mungu aliyotupa, lazima kamba za madeni leo zikuachie. Bwana Yesu asifiwe. Yatosha walipokudai, yatosha. Mwamini Mungu, ndiye atakaye kusaidia. Nasema mwamini Mungu, ndiye atakaye kusaidia. Hakuna atakaye kulipia ile deni, bali ukimwamini Mungu ndiye atakaye kulipia ile deni. Atakulipia kwa kipi? Kwa kukufungulia milango ya kupata pesa haraka haraka na kulipa hilo deni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 21. Zaburi sura ya 37 mstari ule wa 21, mstari mmoja. Maneno ya Mungu yanasomeka hivi. Ndiyo. Asiye haki hukopa wala halipi. Bali mwenye haki hufadhili hukirimu. Narudia. Asiye haki hukopa wala halipi. Bali mwenye haki hufadhili hukirimu. Rudia tuone. Asiye haki hukopa wala halipi. Bali mwenye haki hufadhili hukirimu. Asiyekopa halipi, bali mwenye haki hufadhili kirimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, nimekuja kwako nimekopa. Kumbuka kwamba naweza ukiniambia nikulipe, ninakulipa, wala usiwe na hofu. Ndio maana nikasema ili uweze kubarikiwa, jaribu kutoa kwa moyo. Usihesabu umetoa vingapi. Kwani wale wanaosema sioni, naomba unisaidie, sina mikono, naomba unisaidie, wangapi wanaguswa lile eneo? Watu wanaweza kukuta Mwanjerwa pale Mbalizi. Sijajua haya maeneo ya ibaba, sijajua. Kuna wakati mwingine nikipita yale maeneo, machozi huwa yananitoka mimi binafsi. Naona hana mikono iko humu, ana mguu mmoja, anatembelea gongo ameweka huku. Nakaa nawaza, hata kama ningekuwa na shilingi ngapi
namwambia Mungu, kwa hii natoa kama sadaka kwa huyu mtu. Mungu ikumbuke sadaka hiyo. Na yule kaka atasema asante, Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kile anachokitamka asante, Mungu akubariki, ni kikubwa sana. Pokea kwa mikono yote miwili. Hujajua ni wakati gani Mungu atakubariki. Wakati ambao umesahau kabisa, umekaa, baraka za Mungu zinakuja. Unaanza kujiuliza, nilitoa wapi? Mwisho unapokuja kukaa na kutafakari, kuna mtu nilimsaidia, nipo, haya yote yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema dalili ya tano, roho ya umaskini humfuatilia hata kama ana kazi nzuri au ana mshahara mkubwa sana. Roho ya umaskini humfuatilia hata kama ana kazi nzuri au ana mshahara mkubwa sana. Ndiyo, baadhi ya dalili za mtu aliyefungwa mikono kiroho, mikono kipepo. Roho ya umaskini humfuatilia hata kama ningekuwa na kazi nzuri au mshahara mkubwa sana. Ndiyo, utakuta kwenye kazi ambayo umeajiriwa na serikali au nimejiajiri mwenyewe, kima cha chini napata labda 300,000, 400,000. Kwenye biashara unayotembea au tunazopita unapata 300,000, 400,000. Lakini iko hivi, kwenye hiyo kazi, roho ya umaskini inaweza ikamkamata mtu pasipo yeye kujua, kwa sababu hela alionayo ameshindwa kuikontrol. Ile 300,000 au 400,000 ameshindwa kuikontrol, inaisha kwa muda sio muafaka, inaisha. Alitegemea hii hela, sijui nitumie kauli gani. Bwana Yesu asifiwe. Walimu, hebu nyosheni mikono hapa. Walimu wa shule za sekondari na msingi, nyosheni mikono kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Eti kwa mfano, walimu wa sekondari kima cha chini wanapokea sijui 500,000 kama sikosei, 500,000 au 100,000. Lakini mwisho wa siku kwenye ule mshahara anaopata wote unaishia kwenye madeni, wote habaki hata na 100 mkononi. Kwa nini? Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa pili au wa tatu, hela imeisha. Hiyo 500,000 imeisha, kwa sababu kila alipokuwa akienda dukani, nipe hiki. Wewe niandike tu kwenye daftari, nitaleta mwisho wa mwezi ukifika. Wewe niandike tu kwenye daftari, mwisho wa mwezi ukifika. Hapigi hesabu kwamba okay, mwisho wa siku ukifika, je, nitabaki na balance? Haangalii. Kwa nini? Kwa sababu roho ya umaskini imemkamata. Na ndiyo maana unapojaribu kupata mshahara wa kwako, ninawafundisha walimu wengi hawajajua, wanashindwa kubarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ule mshahara wa kwanza anaopata mwisho wa mwezi, au nitolee mfano, mtu ameajiriwa mwaka 2015, amedumu kwenye ajira miaka kadhaa, hajawahi kumshukuru Mungu hata kwenye huo mshahara wa kwake. Hajawahi mpaka anakuja kustafu, hajawahi. Sasa kwa nini adui asiingie hilo eneo? Kama tu Mungu alikufungulia milango ya kufanikiwa ukapata ajira, je, hiyo ajira ni wewe ulitafuta? Ulituma application za kutosha? Wangapi ambao waliomba hiyo nafasi lakini walikosa? Wewe ni nani ambaye ulipata? Wewe ni nani uliyopata hiyo nafasi? Wapo watoto wa wakubwa ambao wangepewa hiyo nafasi, lakini akasema nina mtu wangu hapa, hebu apewe hiyo nafasi. Ulipewa, ukasimama, ukatumikia taifa kwa muda mrefu, ukafanya kazi serikalini, lakini mwisho wa siku unapofika kustaafu, ndipo unaanza kukumbuka, wakati umefika, nafanyeje? Natoa mfano ulio hai. Kuna baba mmoja pale tunapoishi, alikuwa ni mwanajeshi mstaafu. Alisahau kujiwekeza. Alikuwa akipata pesa kubwa sana kwenye cheo alichonacho.
alisahau kujiwekeza. Miaka ya kustaafu ilipokaribia, ndipo alipoanza kukumbuka kujenga nyumba. Wakati huo nyumba ya kwake binafsi ni ndogo sana, hawezi akaishi na familia. Alirudi akasema, unajua ukijaza miaka kustaafu, wale watu hawanaga muda wako umefika, unastaafu. Yule baba alianza kuishi maisha ambayo, Mungu anihurumie, Mungu amsaidie. Watu walimfuata wakamwambia, umestaafu sawa, umepokea pensheni sawa, mwisho wa mwezi utakuwa unapata pensheni ya kwako sawa. Akasema ndio. Walifuata wakampa ushauri, baba, si una familia? Ndio. Una watoto? Ndio. Tunachokushauri, nunua mashamba, anza kujiwekeza kulima, ya kununua hutaweza. Akasema tutaangalia. Atasemaje? Akasema tutaangalia itakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Muda unafika, miezi inaenda, miaka inaisha, ghafla asijue mauti inamnyemelea. Mauti ikawa inamnyemelea. Aliumwa ndani ya wiki moja. Tulienda kuzika Kyela yule baba kwao, tulienda kumzika asijue. Lakini akasema basi, aliachiwa usia. Alijua, sikujua aliachiwa usia gani kwake. Mpaka yule mama aliyenaye anabaki anajishangaa, ili kueche baba hakusema kama muda wa kustaafu umefika. Mama alianza kulia machozi. Tunampeleka baba nyumbani alikozaliwa, kijijini alikotoka. Watu wanashangaa, ndio huyu? Ndio huyu. Mama ndio huyu. Lakini walisema okay, mama jipe moyo, safari bado unayo, Mungu akupe neema. Mama alianza kutafuta maisha mengine mapya. Kadiri Mungu alivyomsaidia, akamwambia Mungu, nataka hii hali iishe, roho ya umaskini, madeni yaliyoniandama yaishe. Na kweli yule mama alikuwa asali, lakini alianza kusali. Watu walimtembelea, Wakristo walimtembelea. Alipoingia kwenye dhehebu fulani, alianza kusali. Ghafla Mungu akaonekana. Si hawa watu wakawa wanakuja nyumbani mwake, mama pole. Wanaposema pole, watu wana ile moyo wa kutoa, wanamsaidia. Walipokuwa wakimsaidia kila wakati wakija, wanatoka, wanaingia, wanatoka. Mwisho wa siku akaamua anzishe kibanda cha biashara cha kwake, ambapo anajua okay, hapa kila wakati nitakuwa napata 200. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Methali ile sura ya 14 mstari wa 20. Kitabu cha Methali sura ya 14 mstari wa 20, mstari mmoja. Kitabu cha Methali 14 mstari wa 20. Ndiyo. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana rafiki wengi. Rudia. Maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana marafiki wengi. Masikini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana marafiki wengi. Je, ni mfano ulio hai ambao hauko hai? Uko hai. Masikini huchukiwa na jirani yake, bali tajiri ana marafiki wengi. Sasa nasema hivi, natamka neno kuanzia leo, roho ya umasikini ikuachie, iniachie. Anasema sitakopa bali nitakopesha. Natamani ukopeshe, usikope. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nasema hivi, ni lini mimi nitakuwa mkopeshaji? Afu nacheka. Ni lini mimi nitakuwa mkopeshaji? Wache wakope, mimi nisikope kwao. Mungu anasema pita, subiri, wakati unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba wanaokopesha wanakuwa na mtaji wa milioni. Hapana. Utakuta kwenye pesa alionayo, nitolee mfano, amevuna magunia 150 ya mahindi, heka 6, heka 7. Anasema magunia haya 50 nauza kwa bei yoyote ile, ili niwe na pesa
ya kukopesha watu. Anasema na kukopesha hii pesa shingapi? 20,000. Anapokupa ile 20,000 anakwambia, bwana, mimi kwa sababu na kukopesha kama ndugu yangu, lakini riba nitakayokuwekea ni ndogo sana, ambayo utakuwa unafanya kwenye ile riba. Anasema nachukua 20,000 kwa wiki kadhaa, nifanyie biashara ndogo ndogo ili niweze kukurejeshea. Siku inayofika kurejesha, inabidi umrejeshee ile 20,000 na riba ya juu, si ndio? Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa iko hivi, ili niweze kukopesha lazima niwe na mradi wa pembeni, sio pesa inayonifanya mimi nifanyie kazi pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Pesa ya kukopesha inakuwa peke yake, pesa ya kufanyia shughuli za kilimo inakuwa peke yake. Ninapofeli hapa, ninakuja hapa, hii pesa sitoigusa, iende inakofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, natamani mimi nisikope, bali niwe mkopeshaji. Na ninapokukopesha, unajua kuna wakati mwingine Mungu anaweza kanibariki tu akakubariki. Huwa ninasema, yani sijajua wewe moyo wako upoje, au mimi nafsi yangu ipoje. Nasema hivi, ninapompa mtu pesa, nikikutazama hivi tu kwa macho, kwa jinsi ulivyo, nakupa, usiniletee na riba. Lete tu 20,000 hiyo niliyokupa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unaenda unajiuliza, kama wengine wanakopesha pesa kwa riba, yeye ni nani mpaka asinipe mimi riba? Sikia, tumetofautiana. Tumetofautiana kabisa. Mimi natamani Mungu anibariki, na wewe natamani Mungu akubariki pale ulipo. Ninapokuwekea mimi pesa ya riba, utakuwa kila siku na wasa, wiki ya 3 ikifika inatakiwa nipeleke 25,000 kwa yule kaka. Naipata wapi kumpelekea? Na ndio maana watu waliookoka siku zote, wanayemtegemea Mungu, Mungu akimbariki, akimuinua, anasimama na tulia, anasema, natamani nisaidie watu kadhaa. Natamani Mungu niwasaidie watu kadhaa. Nitoe tu kwa moyo, nitoe tu ili ninapotoa wasinirejeshe. Niwape, nikishawapa Mungu unajua utanibariki kwa kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nikasema, ili uweze kutaka baraka za kwako, hakikisha kwamba mikono ya rohoni iko tayari kupokea, imefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tamanio la Mungu. Baraka ziko nje zinakucha, lakini anasema, pita, nimekubariki sawa. Je, baraka hizi mlangoni za nani? Ni za kwako. Unazichukulieje? Kwa mfano, unazitazama kwa jicho la rohoni, zinakuja, alafu unaziangalia pale, kwa sababu ninapoziangalia pale naona mikono ya rohoni imefungwa, haionekani, ila mikono ya mwilini iko. Baraka, ili niweze kupokea baraka za Mungu, lazima mikono ya rohoni ipokee kwanza, ndipo baraka zitoke nje. Mafanikio yanaanzia rohoni, hayaanzi nje. Kufanikiwa kwa mtu kunaanzia rohoni, ndipo kunatokea nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye baadhi ya hizi dalili za mtu aliyefungwa mikono kipepo, natamani nitarudi nyuma kidogo ili nijue Mungu anatupeleka wapi. Tutakuwa na maombi machache ya kuomba. Nitarudi nyuma kidogo. Nataka tufanye kitu kimoja ambacho kwamba kuna wakati mwingine mtu anapochukua pesa kwa mtu au kukopa pesa kwa mtu, anajikuta kabisa hana amani ndani yake, hana amani kabisa, hana amani. Kwa nini anakuwa hana amani? Kwa sababu ile pesa aliyopewa akafanyia biashara yeye binafsi, na ile pesa aliyochukua kwa yule mtu yawezekana ile pesa anaitoa kwenye madhabahu isiyo halali, alafu anakuletea Mkristo aliyookoka, anakupa. Unajua, huwa nabaki najiuliza, kwa nini inakuwa hivi? Kwa nini? Na ndio maana huwa ninasema
Omba Mungu afungue macho ya rohoni uweze kuona. Sio kila pesa unaweza ukapokea. Pesa zingine zinatoka kwenye madhabahu ambazo ziko nje na mapenzi ya Mungu. Ati anasema kwamba ni shida tu ilinifanya nichukue ile hela. Sio shida. Laiti ungemuuliza Mungu, nachukua hii pesa, Mungu nipe maelekezo. Kabla ya kuchukua hii pesa, nimechukua ndio, nafanyeje? Mungu angekupa maelekezo ili uweze kufanikiwa kwenye pesa uliochukua kwenye mikono isiyo halali. Iombe, ukisha kuiombea, katoe sadaka. Hata ukitoa shilingi 1,000 kwenye ile pesa, Mungu anachua atafanyaje, atailindeje ile pesa, ili ile pesa unapofanyia biashara isirudi kwa yule mtu aliyekupa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie hapa kipengele cha 3 kinachofuata. Kipengele cha 3 kinachofuata. Kipengele cha 3 kinachofuata. Anasema nini ufanye katika maombi ukiona mikono yako inashambuliwa kipepo? Nini cha kufanya? Nini ufanye au nini cha kufanya katika maombi ukiona mikono yako inashambuliwa kipepo? Kuna vitu vya kufanya unapoona mikono yako inashambuliwa kipepo au na nguvu za giza. Kuna vitu vya kufanya kwenye ili eneo. Fanya kwa ujasiri. Watu wengine wanaweza kuwaambia kitu kama hiki wakabaki wanashangaa. Kumbe nashindwa kufanikiwa kwa sababu mikono yangu inashambuliwa kipepo. Sijawahi jua na sijawahi elewa. Bwana Yesu asifiwe. Nini ufanye katika maombi ukiona mikono yako inashambuliwa kipepo? Jambo la kwanza, omba maombi ya kuharibu kila kilichoharibu mkono wako wa kiume. Omba maombi ya kuharibu kila kilichoharibu mkono wako wa kuume. Anasema omba maombi ya kuharibu kila kilichoharibu mkono wako wa kuume. Nikasema mkono wa kiume ni mkono wa kulia ambao una siku nyingi za kuishi na uhai. Unapoharibiwa huu mkono wa kuume ukiharibiwa, kwamba kitu kingine hakitafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Hivi ulishawahi kujiuliza, mtu mwenye mkono mmoja anaweza akafanya kazi? Anaweza akafanya? Hafanyi. Hawezi hata kulima, halimi, kwa sababu ana mkono mmoja, ana kiungo kimoja cha kumsapoti huku hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale ninapothibitisha kwamba ninaposhambuliwa mkono mmoja wa kiume wenye nguvu, hakika mkono unaofuata hautafanya kazi, kwa sababu hauna wa kutegemea mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema unapoona unashambuliwa mikono yako kipepo, fanya maombi ya kuharibu kile kilichoharibu mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ndio watu tunashindana. Mikono yako imefungwa, ya rohoni imefungwa, ya mwilini imefungwa. Alafu unaomba kama uombi vile. Sikia, nasemaga hivi, kwenye mafanikio kuna vita kubwa. Sio kila mtu anayependa ufanikiwe kwenye mafanikio ya kwako. Si kila mtu anayekuona anataka ufanikiwe. Wengine wanasema mwache awe pale pale. Adui naye anakumezea mate, anasema mwache awe pale pale. Lakini huwa ninasema, ukiwa na macho ya rohoni na kujua hapa kwa nini ninakwama kila muda, ninafanya hiki kila muda, ninaishia pale pale, sioni kusonga mbele, sioni kusogea. Kumbuka, kuna wakati mikono ya kwako imefungwa kiroho, mikono ya kwako imefungwa, mikono ya rohoni imefungwa, mikono ya mwilini imefungwa. Ili uweze kufunguliwa hii mikono,
Omba kama hutaomba tena. Haribu kile kilichoharibu kufunga mikono yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema omba maombi ya kuharibu kile kilichoharibu mkono wako wa kuume. Fungua Yohana Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 14. Yohana Mtakatifu Yohana 14 mstari wa 14. Ndiyo. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Tukiomba neno lolote kwa jina lake atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tukiomba neno lolote kwa jina lake atafanya. Nani? Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikiomba neno lolote kwa jina lake yeye atafanya. Hajawahi nyamaza kimya ili eneo. Cha msingi, unaendeje kwenye hayo maombi? Kuna wakati mwingine Roho Mtakatifu anakuelekeza fanya maombi ya vita. Hapa kuna nguvu inakuja ya kuharibu uchumi wako. Mtu anaanza kufanya maombi ya vita, anaomba kama haombi. Mwisho wa siku mtu anapitiwa ghafla, amemaliza. Na ndio maana huwa ninasema kwa waombaji siku zote, ashumu kwamba muombaji anayeomba awe anaomba masaa haya mawili bila kuchoka, masaa mawili. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasema nitawezeje kuomba masaa mawili huko ninaomba? Sio wewe unayeomba. Roho Mtakatifu anatufundisha kuomba. Anasema ukiwa kwenye maombi ukiona umechoka, kuna Mungu ishara anazionyesha. Unaweza ukaomba ukiwa umelala kifudifudi, hizo umepiga magoti, hizo umechuchama namna hii, unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mafanikio kuna vita. Hakuna anayehitaji ufanikiwe kwenye dunia ya sasa. Kila mtu anamtazama mwenzake. Kwa nini yule afanikiwe? Kwa nini Peter afanikiwe? Sikia. Nasema wakati wa kufanikiwa ukifika, Mungu akisema Peter, baraka zinakucha, zinamiminika kama seruji, pokea mwanangu. Nitasema Baba napokea, ziko zinakucha. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe ndivyo itakavyokuwa. Waliposema hatafanikiwa, waone kabisa mama yule anafanikiwa. Waone kabisa mama yule alipokuwa anatoka anaenda sehemu nyingine, hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tabaki njia panda, wanajiuliza, wamesimama wanamwangalia, fulani tena amefika hatua ile. Sikia, nilipogundua adui aliyekamata mikono yangu, nilianza kumshughulikia pale pale alipoachia hatua ya kwanza, nilianza kuona kufanikiwa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema adui yuko malangoni. Usipokuwa na nguvu ya Mungu kumuondoa huyu adui kwenye malango ya kwako, swala la kufanikiwa sahau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu adui huyu anamwangalia Peter yupoje. Adui huyu anamwangalia mama yule yupoje. Adui huyu anamtazama kaka yule yupoje. Haya, ananiangalia mimi, anakuangalia wewe. Anasema msimu umefika. Ameuza magunia yote ya mahindi, anataka ile pesa ifanyie kazi. Shetani anakuja anaachilia magonjwa ndani ya familia. Ile ulipangia bajeti vizuri tu, uliipangia kwamba mwaka utafanya hiki, mwezi utafanya hiki, ili niweze kufika lengo. Mwisho wa siku vitu ndani vimeuzwa, mazao yote yameuzwa, umebaki jinsi ulivyo. Kwa nini? Adui aliingia lile eneo pasipo wewe kujua. Nami natamka kwa mamlaka niliyopewa, kila adui aliyesimama mbele yako kuharibu mikono yako ya kiroho na kimwili, aondoke sasa. Nasema aondoke sasa. Haijalishi ni mtu wa namna gani anayekutazama kwa jicho la Jesus. Haijalishi ni mtu wa namna gani
anayekutazama kwa jicho la giza, natamka kwa mamlaka niliyopewa, ewe adui, haijalishi ni ndugu wa jirani, achie hapo, achie, jina la Yesu. Sikia, kuna kitu huwa ninajifunza. Sio kila rafiki ni rafiki, na ndio maana baba aliponiuliza unakuja na nani, nikamwambia baba, kwenye muda niliokaa kwenye huduma, Mungu hajanisemesha kutembea na watu. Unaniona jinsi nilivyo ndivyo nilivyo. Na aliponiuliza nikasema, baba, kama nilikuja kipindi kile jinsi nilivyo na ndivyo nitakavyokuja. Akasema, Peter, utakuwa na kazi kubwa. Nikasema, hiyo kazi kubwa acha Mungu aifanye. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia acha Mungu aifanye hiyo kazi kubwa itakayoonekana mbele yangu. Akaniuliza, Peter, utachoka mwanangu? Nikasema, hapana. Niliumbiwa kuchoka. Acha nichoke, kwa sababu ninayemtumikia anachua. Ninakwenda ninachua, anakonipeleka yeye anachua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nililia nilipoambiwa kwamba Peter, unajua nilikuwa sana na mapenzi na watu wengi mno. Sio kwamba sina marafiki, ninao wa kutembea nao, lakini ninajuta. Nilifikiria sana, Mungu wangu nisaidie. Niliingia kwenye huduma, Mungu aliniita, nilikaa, nikaomba, mimi mwenyewe, Mungu siwezi, nisaidie. Kwa mara ya kwanza nilitembea Njombe mwenyewe, Makambako mwenyewe. Hatua ya pili, ninapoitwa sehemu fulani, nikasema huyu si rafiki yangu, twende tuongozane, tusaidiane, kile Mungu anachotaka tufanye. Lakini mwisho wa siku, macho yaliona, masikio ya roho yalisikia. Akasema, Peter, rafiki uliye naye anakuja kuua huduma ulio nayo. Niliposikia hayo, nilimwambia Mungu, itakuwa ni huduma ya mwisho hii kufanya na yeye. Na kweli hakujua nimemwacheje, hakujua tumeachanaje. Mpaka leo hii huwa anapiga simu, kaka, wapi? Nipo. Mungu akusaidie. Huwa anasema Mungu akusaidie, lakini hakujua yale niliyoyaona kwa wakati huo. Nikajua ni rafiki, kumbe ana viti vingine ndani ya viti ambavyo vingeweza kuniasili mimi na kile nilicho nacho. Nikamwambia Mungu, wakati sahihi ukifika wa kuniambia, Peter, ongozana na huyu, watakuwa wakiomba kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, anasema Mungu wa mbinguni ameahidi atatimiza miaka yako. Mungu wa mbinguni ameahidi atatimiza miaka yako. Anaposema Mungu wa mbinguni ameahidi atatimiza miaka yangu, ina maana ameniahidi miaka ya kuishi duniani. Miaka ya kufanikiwa iko miaka kadhaa duniani. Miaka ya kumtumikia Mungu iko miaka kadhaa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anaposema Mungu ameahidi. Mungu amekuahidia wewe. Labda ni msamiati mgumu, watu wanashindwa kunielewa. Anasema Mungu wa mbinguni ameahidi atatimiza miaka yako. Ndipo ninaporudi pale kwenye kitabu cha Yoeli. Kitabu cha Yoeli kinasema miaka yako iliyoliwa na palale na manumandu inarudi leo. Bwana Yesu asifiwe. Miaka yako iliyoliwa na palale na manumandu inarudi leo. Kwa nini? Kuna miaka ya watu imeliwa, na ndio maana ukimtazama mtu anatia huruma, kwa sababu miaka yake aliyoahidiwa na Mungu adui ameichukua, yuko kuifanyia kazi pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema
chochote kilichoibiwa na adui lazima kirejee kwako. Chochote adui alichoiba kwako lazima kinarudishi kwa maombi, kinarudishi pale mikono ya rohoni inapofunguliwa, ili mikono ya rohoni inapotoka kuchukua baraka za kwako ambazo adui ameiba. Baada ya kurudi, ashumu kwamba mikono ya rohoni iko active kutoka. Kinga baraka zako, Mungu yuko tayari kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni ameahidi atatimiza miaka yangu. Na kweli lazima Mungu anapoahidi hajawahi kunyamaza kimya. Akisema miaka kadhaa pita, niliyokupa kusimama lazima kufanikiwa kupo. Hata wewe Mungu miaka aliyokupa, kwenye miaka hiyo hiyo kufanikiwa kupo. Huwa ninasema yawezekana hela zikaja nikiwa niko na umri kidogo umeenda. Kwa sababu watu wengi wanaweza wakatafuta maisha sana alafu wasifanikiwe. Mwisho wa siku, wakati ametulia namna hii, amegusa kidogo tu, njia hizo zimefunguka. Wakati amefanya vitu vikubwa kwenye kila alichokifanya amefanya, lakini pesa ya kumkimu yeye binafsi inakuja pale ametulia, hawazi chochote. Pesa hii hapa inakuja. Amejiwekeza sehemu kidogo sana. Kila anachofanya kwenye mikono yake milango imefunguka. Wanasema kama kwenye maisha aliyokuwa nayo na nguvu ameshindwa kufanikiwa, leo hii kwenye umri alionao tunaona baraka zikimiminika namna zikiongozana. Sikia, ni Mungu tu peke yake. Ni Mungu wa neema peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Kutoka 23:26. Sura ya 23 mstari wa 26. Kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 26, mstari mmoja. Kutoka 23 mstari wa 26. Ndiyo. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako itatimia. Narudia. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako itatimiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakutakuwa mtu wa kuharibu mimba hata mpaka siku zako zitimie. Nakaa najiuliza, nakaa namuuliza Mungu, kwa nini watu wengi Mungu anapoamua kuwabariki wastawi wachanue, ghafla adui anakamata anaharibu? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya uharibifu imemkamata yule mtu. Kuharibika kwa hiki kitu sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu kabisa, nasema. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati ambao mtu anatamani, anasema kama fulani tu amepakata mtoto, kwa nini mimi nishindwe? Kwa nini mimi nishindwe? Nakupa huu mfano. Kuna dada mmoja pale Mbozi, ushirika ule ninaoabudu, ghafla akanifuata akasema, kaka, nina watoto 3, kwenye ndoa nina miaka kadhaa, natamani kupata mtoto wa 4, napateje? Mara ya kwanza nikamwambia, dada, naona damu yako iko kwenye kifungashio, imefungwa, iko mahali fulani. Damu yako iko kwenye kifungashio, imefungwa, iko sehemu fulani. Akasema, kaka, sijui. Nikasema, unataka twende nikupeleke? Unataka twende nikupeleke? Akasema, kaka, ikiwezekana. Wakati huo nimesimama kwa ajili yake. Nikasema, Mungu, nataka apakate mtoto. Nataka apakate mtoto. Iwe isiwe, kwa mapenzi ya kwako, nataka apakate mtoto wane anayemhitaji. Kwa maelekezo nilielekezwa na Mungu, nikaenda lile eneo katikati ya kichaka, kitu kimefungwa. Nikaenda nikamwambia, dada, njoo. Si hii hapa unaiona? Hii hapa unaiona? Kaka,
najitahidi, nabeba ujauzito unatoka, najitahidi unatoka. Kumbe ile damu ilipochukuliwa iliwekwa mahali fulani, ikatamkiwa vitu fulani kwamba okay, kila mimba anayopata lazima itoke, lazima itoke. Kwa nini? Ile damu ilichukuliwa pasipo yeye kujua. Na hawa watu wanavyofanya, wanaiba pasipo wewe kujua, wanakuibia wewe hujui, huelewi. Mwisho wa siku imefika wakati unahitaji kupata, hupati ngo, kwa sababu vitu fulani vimechukuliwa, havipo pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie. Mpango wa uharibifu wa hivi vitu sio mpango wa Mungu, ila ni mpango wa adui. Ni mpango wa adui. Yule dada nilipomwambia tulipochukua ile damu na kuiharibu, anasema kaka, Mungu akukumbuke. Nasema amina dada. Ana watoto hawa 5 mpaka sasa. Ana watoto hawa 5 mpaka sasa. Alimtafuta mtoto wa 4 akapata. Mtoto wa 5 Mungu akampa neema. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kufanya ukombozi wa ile damu iliyochukuliwa na kupelekwa sehemu fulani, alibaki anashangaa, kumbe ndivyo nilivyokuwa. Nakaa nalia miaka nenda rudi sichui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie. Mungu akusaidie. Ninachotaka nikwambie, wale ambao Mungu amewapa neema ya kukaa kwenye maisha ya watu hawa wawili, unapoona wakati umefika, jambo la kwanza ninakwambia, jaribu kuombea tumbo lako. Jaribu kuombea uzao ule wa kwanza, usije ukapata shida. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote adui anapigana na malango hayo, anapambana na hivyo vitu. Na kumegea hii siri ili ujue, wakati unapofika, jaribu kuombea mfumo wa kwako, na mfumo wa rafiki yako. Jaribu kuombea unapofika wakati, usije ukapata changamoto ya aina yoyote. Unapoanza kuomba, omba kwa mwendelezo, maana adui yupo katikati ya malango. Anasema akinyamaza kuomba huyu, nikipata nafasi nitaingia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivyo, dai ahadi yako, dai ahadi ya Mungu kimaombi, ili muda wako wa kuishi utimie. Ninapoenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nadai haki ulioniahidi kwamba kwenye hii ahadi, maisha haya natamani Mungu maisha yangu yaongezeke kuishi. Ninapoenda mbele za Mungu kwa kudai kabisa, anasema dai ahadi yako mbele za Mungu ili maisha yako ya kuishi yaongezeke. Yanaongezekeje? Kwa kudai ahadi mbele za Mungu. Ahadi hizi ziko kwenye Biblia, zimeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Zimeandikwa kabisa. Ninapodai ahadi mbele za Mungu ili maisha yangu ya kuishi yatimie, hakika nitang'ang'ana. Wakati adui naye anang'ang'ana, anasema ni lini huyu tutamuondoa? Ni lini huyu tutamuondoa? Anaposema wataniondoa, anasema bado wakati wake, mwache. Bado wakati wa kuondoka, mwache. Mungu anaachilia kitu pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati adui anapanga ufe kifo ambacho wewe hukutegemea. Lakini wakati kambi ya adui inapopanga wewe kukuondoa duniani, na wewe wakati unadai haki mbele za Mungu, anasema mwache huyo mama, mwacheni, wakati wake bado, mwacheni. Na kweli hawatakuwa na uwezo wa kung'ang'ana na wewe, hawatakuwa na uwezo wa kukushikilia, kwa sababu umeenda mbele za Mungu, umedai haki ya kuishi miaka kaza wa kaza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Wakorintho sura ya kwanza. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza. Jesus. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20.
Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Uliyepata unaweza ukasoma. Maneno ya Mungu yanasomeka hivi. Ndiyo. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Narudia. Ndiyo. Maana ahadi zote za Mungu zilizo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ahadi kwenye maandiko, kwenye kudai ahadi za kwako mbele za Mungu, ameandika hapa, unaposema nitabarikiwa lini na Mungu. Je, ulishawahi kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, nimekuja kudai ahadi ulizoniahidi kwenye maandiko? Hapana. Hapana. Ni lini utakapomwambia Mungu ahadi ulioniahidi kwenye maandiko kwamba nitabarikiwa wakati fulani na siku fulani, nimekuja sasa, nahitaji unibariki kwenye hiyo ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu ni amina na ndio, ni ndio na amina, vyote ni vyake. Akiamua kukubariki kwa wakati huu anakubariki, akiamua kukuinua anakuinua, yeye atakavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, takasa mikono yako kwa damu ya Yesu Kristo. Takasa mikono yako kwa damu ya Yesu Kristo. Jambo la tatu, takasa mikono yako kwa damu ya Yesu Kristo. Ikiwa mikono yako ilibeba uharibifu fulani au ilifanya dhambi ya namna fulani, kumwaga damu isiyo na hatia, jaribu kutakasa mikono yako kwa damu ya Yesu Kristo. Unapoitakasa mikono yako kwa damu ya Yesu Kristo, ndipo uko tayari kudai ahadi ambazo Mungu amekuahidia kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hatuendi tu mbele za Mungu pasipo kutakasa mikono yetu, kwa sababu ninapoenda mbele za Mungu na kudai ahadi, lazima atazame mikono ya roho ipoje. Kama ni michafu lazima nirudishe. Pita, hiyo mikono siitambui. Rudi, kaifanye toba. Narudi na kuja kuitakasa ile mikono ya rohoni na ya mwilini, na itakasa ili ninapoitakasa niwe tayari kwenda kudai ahadi ambazo Mungu ameniahidia kwenye maandiko ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema takasa mikono yako, au takasa nitakase mikono yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Kama kuna uovu wote nilifanya kwenye hii mikono, natamani Mungu aachilie utakaso wake kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi ile sura ya 11 mstari wa 44, mstari mmoja. Mambo ya Walawi sura ya 11 mstari wa 44. Walawi 11 mstari wa 44. Ndiyo. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Narudia. Ndiyo. Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wala msitie uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambaacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Takaseni mikono yenu
ninapoenda mbele za Mungu kwa utakaso, ninapoenda kudai baraka ambazo Mungu ameniahidia kwenye maandiko kwa kitabu cha Walawi ile sura ya 11 mstari wa 44, mikono yetu inatakiwa itakaswe kwa damu ya Yesu Kristo. Tunapotakaswa ndipo tunakuwa tayari kudai ahadi ambazo zile Mungu ameachilia kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anisaidie. Anasema takasa mikono yako kwa damu ya Yesu Kristo. Ndipo anaponiambia kwamba kabla sijaenda mbele za Mungu lazima mikono yangu iwe safi na nafsi yangu iwe safi. Ninapoenda kumlilia Mungu kwenye mahitaji yoyote, lazima kwanza nijitathmini, je, ninafaa kwenda mbele za Mungu kudai ahadi ambazo ameniandalia ambazo ameniahidia kwenye maandiko? Ikiwa ameniahidia kwenye maandiko, ndipo ninapokuwa na kibali cha kwenda kudai ile ahadi ambayo Mungu ameniahidia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, nataka nipate muda wa kuomba hapo. Jambo la mwisho, anasema tumia mamlaka ya jina la Yesu kukataa kifo kabla ya wakati wako kilichopangwa na wakuu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia kwamba tumia mamlaka ya jina la Yesu Kristo kukataa kifo kilichopangwa kabla ya wakati wako na wakuu wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikaa nikijiuliza kwamba kwa nini watu wengi wanakufa kabla ya wakati? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa wameshakamatwa, wakati wa kujitetea hawana. Shetani amekwisha kuwakamata, wamekaa pale miaka kadhaa. Anapotaka kutoka anasema jamani, mwacheni, huyu ni mali yangu. Mwacheni, huyu ni mali yangu. Anatafuta msaada, haoni msaada wapi atapata, haoni. Mwisho wa siku hata haumwi, ghafla ameenda. Na ndio maana nasema na kuthibitishia kwamba Wakristo tunaomtegemea Mungu kila wakati, au walokole tuliokoka, maadui wako nje wanatusagia meno kila wakati. Nakwambia kama hujawahi chua, hujawahi fahamu, maadui wako nje wanakusagia meno, wananisagia meno. Ni lini tutakapomuondoa huyu mtu kwenye hili eneo? Ni lini? Wakitazama kalenda yako, kwenye kalenda ya kufa hawakuoni. Wanasema mbona huyu mtu haonekani? Tunamwona yupo, lakini kwenye kalenda ambayo tumepanga hayupo. Kwa nini? Nilikataa kufa kabla ya wakati na kufeje kabla ya wakati. Kama Mungu hajaamua, unanipelekeje mtoto wa mwenzako? Unanichukueje kwa mfano? Ndipo sasa inakuja, anasema kataa kufa kabla ya wakati wako. Kabla kufa ya wakati wa kwako, wakati falme za giza zinakutazama, zinakusagia meno kwamba ni lini tutamuondoa hilo eneo. Waambie wakati bado, natamani kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mimi nasema wale wanaopenda kucheka na adui, huwa hasira zinanipanda mno sana. Huwa hasira zinanipanda wakati Mungu amekusemesha jambo, anasema hao adui hawezi wakaondoka kwenye malango haya pasipo nguvu za Mungu. Unajua, unapokuwa na maombi ya nguvu ya kuomba kabisa, unasukuma maombi ya mzigo. Mimi nasema hivi, adui hata simama kwenye malango yako hata siku moja, hata angekuwa ni mtu wa namna gani. Kwani wangapi walisema Peter ni mdogo? Si wengi walisema. Na mimi huwa ninasemaga kwamba unajua, ujasiri nilionao sio ujasiri wa kibinadamu, nina ujasiri wa rohoni kabisa. Huwa natamka, nasema wachawi wako chini ya nyayo zangu. Afu watu wanacheka,
wanatabasamu, afu na mimi natabasamu. Nimekaa na watu, nasema na watu, tunacheka na watu, lakini kumbe ndani yao wananitazama jinsi nilivyo. Wanasema ni lini tutakapomuondoa huyu mtu? Wakitazama kwenye kalenda zao walizozipanga hawanioni, kwa sababu damu ya Yesu Kristo imenizunguka. Wingu la utukufu wa Mungu limenizunguka. Hawanioni kamwe. Watanitafuta, watatafutana, warambe jicho la ndani, hawataniona. Bwana Yesu asifiwe. Watapanga ya kwao, hayatapangika. Nasema hivi, kama walipanga ya kwako, hayatapangika. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama waliweza kupanga ya Pita, nakumbuka mwaka 2021 nikitoka Mbozi kusalimia ndugu na jamaa, ghafla nikapata ajali kwenye mto Songwe. Nakumbuka mpaka ile ajali, mpaka leo hii iko kwenye kumbukumbu yangu. Nilikuwa nimetoka Songwe kumsalimia bibi mzaa mama. Nilipotoka nikawa natembea, nafsi inasema, inapigana, wewe Pita unakoenda sijui. Niko kwenye gari nimeinamisha kichwa chini, alafu wakati huo nimekaa kwenye siti ya wanafunzi namna hii. Dirisha liko kama hapa. Na ghafla tulipofika kwenye ule mto Songwe, ghafla gari ilifeli breki. Ilipofeli breki, konda aliyekuwa amesimama kwenye mlango, gari ilianguka ti. Ghafla mruko nilioruka, sikujua ni nani alinirusha. Nikasema Mungu wangu. Nikatoka kwenye dirisha nikiwa mzima, huku nimeshika kuku mkononi, kasha ambayo nilikuwa nimepewa kama zawadi. Angalia majeraha ambayo nilikuwa nayo. Hata jeraha usoni halikuhesabika, bali nilichunwa na mwiba hapa tu cha. Nilipotoka nikasimama pembezoni, nikasema hakika wewe ni Mungu uliye hai. Hakika wewe ni Mungu uliye hai. Kumbe nilikotoka watu walipanga. Mimi sikujua watu walipanga kwamba hatofika. Lakini nilipofika lile eneo, nilipotoka kwenye kale kadirisha, vioo vilipasuka, nikatoka taratibu. Nikawajulisha wazazi, nikasema wazazi, niko hapa, tumepata ajali. Nikitazama kule, watu walioko nyuma ya siti, roho zinakatika damu zinamwagika. Mimi ni nani niliyetoka kwenye ile ajali na iliua watu? Sio mchezo. Mama mmoja alikuwa anatoka Vwao kuchukua pensheni, alikuwa ni mwalimu, yuko siti ya nyuma amekaa. Ghafla alipiga kelele, Mungu wangu nakufa. Pale pressure ilipopanda, kawa ameondoka. Nikitazama, nikiangalia, watoto wadogo hawana hatia, vijana wenye nguvu wameondoka. Mimi ni nani niliyetoka kwenye ile ajali? Na hususan ndio nimekaa na konda hivi kwenye mlango hivi. Gari imebinuka ti, konda amekandamizwa na mlangoni. Mimi huku nimerushwa ghafla kwenye dirisha, nimetoka. Nikasema hakika Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Nasema wanapotangaza kufa kwako, wakati bado. Mimi nasema wakati bado. Acha wang'ang'ane, wakusagie meno. Nasema mimi wakati bado kufa kwako. Bado. Hata wakiandika tarehe wasema huyu atakufa kesho. Nasema hufi mpaka tuone ukuu wa Bwana. Mpaka tuone ukuu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nacheka ni kama mazuri, lakini yanapokucha huwa yanakucha. Yanapokuwa yamekoma lazima yakome, kwa sababu mamlaka tuliopewa ya kukanyaga nyoka na nge lazima tukanyage. Kwenye kuwasambaratisha haitakiwi mchezo wa aina yoyote. Nasema wewe omba uombavyo, fanya ufanyalo, wakati wa kufa kwako bado. Mimi nasema wanaosema mama yule atakufa kesho, mimi nasema niko hapa mbele madhabahu hii, hautakufa mpaka uone vijukuu na vijukuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanapokutangazia atakufa, wewe ni nani unayesema nitakufa? Wewe ni Mungu. Mpaka nisikie sauti ya Baba, Pita, wakati wa kudumu umeisha, njoo pumzike mwanangu, njoo pumzike. Nitasema Baba, yatosha nilipokutumikia. Bwana Yesu asifiwe. Kama wakati bado, acha tuendelee kumtumikia Mungu kwa viwango. Kama wakati bado, acha tuendelee
kumwambia Mungu uko hapa, njoo kwa wakati wa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize mstari huu unasema. Anasema nitakuwa na maombi matatu, lakini sikuzuii kuomba mpendwa. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Naweza nikasema nikakufungia unblock me. Sipendi. Wewe omba kama hutaomba tena. Yawezekana maombi yangu yanaweza kaishia pale, lakini Roho Mtakatifu anachokusemesha kuomba, wewe omba mpaka atakaposema. Roho Mtakatifu atakaposema basi yatosha mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jitenge mbali na dhambi au uovu wa kila namna katika maisha ya kwako. Narudia, jitenge mbali na dhambi au uovu wa kila namna katika maisha ya kwako. Jitenge mbali na dhambi au uovu wa kila namna katika maisha ya kwako. Jitenge mbali na dhambi au uovu wa kila namna katika maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema jitenge mbali na dhambi au uovu, anaposema haya maneno mawili, dhambi na uovu. Dhambi ni kile mtu anachokifanya pasipo kujua au kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna wakati mwingine mtu anaweza akafanya uovu, anauona kwa macho kabisa, anasema ule uovu lazima nifanye, au ile dhambi lazima nifanye. Sio yeye, nafsi iliyo ndani inamsurutisha, nenda kafanye. Mwisho wa siku anajikuta ameanguka kwenye dhambi, sio yeye. Na ndio maana huwa ninasema, unapoona umeanguka kwenye uovu fulani, narudi pale kwenye pointi ya mwisho, unapoona nimeanguka au umeanguka kwenye uovu fulani, usisite kwenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu nirehemu. Mungu ni mwaminifu, hajawahi nyamaza kimya kwenye haya masuala ya toba. Unapoenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, naomba rehema, ule uovu niliofanya, ile dhambi nilioifanya kwa macho, kwa kutazama au kwa kutokujua, Mungu nitakase. Mungu anasema ameikumbuka dhambi yake, anajuta kwa nini amefanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nathibitisha kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18, mstari mmoja. Wakorintho wa kwanza ile sura ya 6 mstari wa 18. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Nitarudia, ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ikimbieni zinaa kila dhambi. Ikimbieni zinaa kila dhambi aitendayo mwanadamu. Ikimbieni zinaa kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu ninachotaka niseme. Mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hata kuna mahali nilikuwa nimeenda nikakuta, azawasi nilikuwa ninapita lile eneo muda wa masaa kadhaa, nikakuta
wadada fulani nikasema, Mungu wangu, kama wameamua kuchagua hili fungu, naomba Mungu warehemu. Wale wadada walikuwa wanasali vizuri sana, lakini mwisho wa siku shetani alipowakamata masikio, ameamua kuwaburuza kwenye dhambi na zinaa. Hata leo wanakumbuka maneno yangu niliyokuwa ninawaambia. Nikawaambia, kusali kwenu msione kama ni utumwa, kumtumikia Mungu msione kama ni utumwa. Mungu anakusudi na nyinyi. Lakini walipoamua kuacha njia ya Mungu na kwenda njia walioamua wenyewe, hakika nikathibitisha kwamba shetani yuko kuwaburuza kweli. Mpaka leo hii nikiwatazama, wanatia huruma. Wanatamani kurudi, lakini wanashindikana kurudi. Shetani amewashika. Nikiwaambia njooni, Mungu ni wa rehema na neema, atawasamehe dhambi zenu, wanasema kaka, hatujui kama Mungu atatusamehe. Tumetenda mengi sana mpaka uso wa Mungu umeondoka juu yetu. Hatujui huyu Mungu atafanya nini kwetu. Nikasema, laiti kama mnaogopa kwenda mbele za Mungu na kuomba rehema, basi mtabaki kama jinsi mlivyo. Mtaendelea kuburuzwa na shetani jinsi mlivyo. Mtaendelea kuitumikia dunia. Huwa anasema dunia ni tambara bovu, huchakaa na kuisha, lakini halina safari wakati wowote. Naweza nikafanya starehe za kutosha sana, lakini mwisho wa siku roho yangu inapougua, ile mbingu haitakuwa ya kwangu tena. Anasema, mtumikieni Bwana mkiwa na nguvu nyingi. Ninapokuwa mzee, sitakuwa na uwezo wa kumtumikia Mungu. Ngali kijana, acha nimtumikie Mungu kwa viwango. Acha Mungu aseme, acha Mungu nimtafute anavyotaka yeye. Anasema, utafuteni uso wa Mungu kwa bidii wakati wote, ndipo utakapoonekana hata kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninapotafuta uso wa Mungu kwa bidii, hakika ning'ang'ane na uso wake. Ning'ang'ane usipotee, usitoke kwangu. Ninapong'ang'ana, Bwana Mungu, uso wako usitoke kwangu, ndipo mengine ninapoyaona kabisa yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa na maombi mawili. Maombi haya natamani Mungu afanye. Nimesema sitakuzuia kuomba maombi ya kwako binafsi. Utaomba. Ndio maana ukiona umeomba, Roho Mtakatifu amesema yatosha. Kwenye maombi hayo unganisha tunayoenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini watu wana shida za kwao, wana changamoto za kwao. Sijakataa. Tupate muda tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini unajiona ni mdhaifu ndani ya mwili wako, tutaomba. Kwenye maombi haya tunayoenda nayo tutaomba. Ila natamani kwamba kwenye kipengele hiki, omba Mungu, kataa ile roho ya umasikini ndani yako. Kemea roho ya umasikini ndani yako. Ile roho ya umasikini sio mpango wa Mungu, ni roho ya adui. Kwa nini niwe masikini? Pesa napata, biashara ninafanya, kwa nini niwe masikini? Kuwa masikini sio mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mpango wa adui siku zote nasema. Ni mpango wa adui siku zote nasema. Na kama ni mpango wa adui, kama ametupa neema na mamlaka ya kuwaondosha hawa adui kwenye hii roho, hiyo roho ikatae mapema ngali kabla. Bwana Yesu asifiwe. Haina mpango juu yako, haina nguvu juu yako. Nasema roho ya umasikini ikuachie. Roho ya umasikini ikuachie. Ndani ya uzao, ndani ya familia, ndani ya kazi unazofanya, roho ya umasikini ikuachie kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa ninawasisitiza, ombeni kama hamtaomba tena wapendwa. Huwa nasema omba kama hutaomba tena, omba kama unakufa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ombi la pili, dai ahadi mbele za Mungu ambazo Mungu amekuahidia kuishi miaka yako hapa duniani. Kama wenyewe wanakuambia utakufa kesho, nenda mbele za Mungu kwa ahadi alizokuahidia kwamba sitakufa mpaka niyasimulie matendo makuu ya Bwana.
Bwana Yesu asifiwe. Mpaka nione ahadi za Bwana zimetimia. Anasema usiondoke Yerusalemu, zisubiri ahadi za Bwana. Ahadi za Bwana ziko kwenye malango ya Bwana. Wanaposema wakati umefika kuondoka kwako, waambie mimi bado nipo, mtaniona. Wakati wa Mungu ukifika kuondoka, ndipo mtakapothibitisha kwamba huyu hayupo, ameondoka. Lakini wanaposema wanang'ang'ana wakuondoe, tunasema hiyo roho iende ilikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mimi natamani niende na kitu fulani, tamani na wewe uende na kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mimi nasema hivi, Mungu anachonielekeza, anachokuelekeza, usisite kuomba. Omba. Nimesema jaribu kuikemea hiyo roho ya umasikini ndani yako inayonyemelea maisha ya kwako ya kiroho na kimwili. Unapoikemea hiyo roho ya umasikini, maana utajiri hauambatani na umasikini ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi nimezungumza, ili niweze mimi pita kufanikiwa, lazima mikono ya roho iwe imefunguliwa, ndipo mikono ya mwilini itoke nje, ichukue zile ahadi. Kwa muonekano nasema mafanikio ya mtu huanzia rohoni, ndipo yanapotoka mwilini. Utajiri huanzia rohoni. Unapofurika rohoni, ndipo unapotokea mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Tunauona kwa macho hivi, fulani ni tajiri, lakini ulianzia rohoni, ndipo ukatoka mwilini kwa matendo. Fulani ni tajiri, tazama anavyomiliki vitu. Bwana Yesu asifiwe. Vilifurika rohoni, vilipofurika vikatapaka, vikasema wakati umefika wa kutoka nje, vinatoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndilo kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesho Mungu akitupa neema, tutaendelea na kipengele kinachofuata. Tutembea sana kwenye somo la mikono. Tuhakikishe kwamba Mungu anafungua mikono ya watu. Tuhakikishe kwamba Mungu anaachilia. Kama adui amekufunga, lazima tuseme Mungu yuko hapa, afungue mikono ya watu, afungue kabisa. Na ndio maana nikasema hata miguu ya rohoni ipo. Unaiona miguu tunayotembea, hii ni miguu ya nyama. Miguu ya rohoni ipo. Hiyo miguu ya rohoni inakusaidia wewe kupiga hatua kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye mafanikio lazima miguu ya rohoni itangulie, ndipo miguu ya nyama ifuate. Lakini watu wengi ukiwauliza, wakikuuliza wanasema, kaka, kuna miguu ya rohoni. Kaa ukijua kwamba miguu hii ina spare ndani yake. Mikono ina spare ndani yake. Kuna miguu minne, mikono minne. Kuna macho manne, kuna masikio manne. Kaa ukijua kuna masikio haya unayoyaona. Kuna masikio ndani yanayosikia sauti ya Mungu ikisema. Kuna macho haya yanayoona vitu vya nje. Kuna macho ya rohoni yanayoona utukufu wa Mungu. Kuna mikono hii unayoiona ya nje inayofanya shughuli siku zote. Kuna mikono ya rohoni inayotaka ichukue baraka za kwako mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kaa ukijua. Nakupa hayo machache. Wakati ukiona udhaifu unakuja kwenye miguu, sikia, hii miguu sio yangu. Eza adui anataka achilie ugonjwa, stroke ingie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa na maombi hayo mawili. Kataa roho ya umasikini. Ombi la pili, dai ahadi ambazo Mungu amekuahidia kuishi hapa duniani. Kadri Roho Mtakatifu anavyokuongoza, omba usichoke. Ni wakati wa kwako kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.